Kama mnavyofahamu kwamba tumekuwa na utamaduni katika nchi yetu ya kukimbiza mwenge wa uhuru miaka na miaka, na asili ya mwenge wa uhuru unafuatia ile hotuba ya baba wa taifa ambayo alikuwa akizungumza wakati ule wa bunge lile la kikoloni, Legislative Assembly, LEGICO, ambapo mwaka 1958 alitoa hotuba ambayo ilikuwa inawataka wakoloni kutupatia uhuru nchi yetu. Na katika hotuba hiyo alisisitiza kwamba tunataka uhuru wetu, lakini wakitupatia uhuru wetu basi tutauasha mwenge wa uhuru na kuweka kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro. Ufanye kazi ya kwanza ni kumulika ndani na nje ya mipaka ya nchi yetu. Kumulika maana yake ni dhana ya kuleta mwanga, kuondoa giza. Lakini ya pili, ulete matumaini. Pale ambapo hapana matumaini, basi mwenge wa uhuru kazi yake iwe ni kuleta matumaini. Lakini pili ni kuleta upendo pale ambapo pamejaa chuki. Lakini tatu ni kuleta heshima pale ambapo pamejaa dharau. Kazi kubwa ya mwenge katika dhana ya sasa, katika context ya kipindi hiki, kipindi hicho kabla ya uhuru na baada ya uhuru, kazi kubwa ilikuwa ni hiyo: kuangaza mipaka yetu ndani na nje, na misingi ile mitatu niliyoisema, ya upendo, lakini pia kujenga heshima na utu. Lakini kwa kipindi cha sasa, moja kati ya majukumu makubwa ya mwenge, pamoja na majukumu yale ya awali ya asili, ni kutembelea, kuzindua, kuweka mawe ya msingi, lakini na kukagua miradi ya maendeleo. Kwa hiyo mwenge unatumika sasa pia kama chombo kinachokagua miradi ya maendeleo. Kwa hiyo wanatoa ushauri, lakini pia wale ambao hawafanyi vizuri, taarifa inatolewa kwa viongozi na kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo miradi ya maendeleo mara nyingi unapokuja mwenge, tumeona kwamba kunakuwa na ukaguzi mkubwa na kutuletea tija. Kwa hivyo kwa muktadha huo niseme tu kwamba tutaupokea mwenge wa uhuru katika mkoa wa Mwanza tarehe 10 ya mwezi huu, na matarajio yetu ni kuupokea mwenge wilayani Ukerewe kuanzia saa 12 asubuhi. Mwenge utakabidhiwa mkoa wa Mwanza ukitokea mkoa wa Mara, na sisi tutaukimbiza katika halmashauri zetu zote 8 za mkoa wa Mwanza, na matumaini yetu ni kukimbiza mwenge kwa kilomita 941, ukikagua miradi ya maendeleo, kuweka mawe ya msingi, lakini na kuzindua miradi ya maendeleo katika mkoa wa Mwanza, miradi 51 yenye thamani ya shilingi bilioni 101.9. Sasa kauli mbiu ya mwenge wa uhuru mwaka huu, mwenge unasisitiza kuhusu amani, umoja na mshikamano wa kitaifa. Lakini mwenge pia mwaka huu unatuambia kwamba Tanzania hii ni yetu sote, kwa hivyo tushikamane kuleta maendeleo. Tanzania ni yetu sote, tushikamane kuleta maendeleo. Sasa nimewaita wanahabari ili mnisaidie kufikisha taarifa hizi kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza. Kwanza wajitokeze kwa wingi tarehe 10 kule Ukerewe, makundi mbalimbali. Sisi ngazi ya mkoa tutakuwa kule Ukerewe, viongozi wa dini, wa makabila, wa mila, makundi mashuhuri tumewaalika, vyama vyote vya siasa tumevialika. Tutatoka navyo hapa, tutaenda navyo Ukerewe, tutaupokea mwenge pale. Vivyo hivyo tarehe 18 tutakapouaga mwenge kule Shinyanga kuwakabidhi wananchi wa mkoa wa Shinyanga, basi viongozi hawa nao pia watakuwa ni sehemu ya kutusindikiza au kusindikiza mwenge wetu kutoka mkoa wa Mwanza kuelekea kule. Kwa hiyo ninawataka wananchi wa mkoa wa Mwanza kujiandaa vizuri kuupokea mwenge kwa amani, kuushangilia, lakini pia kujitokeza katika mikesha ya mwenge
Lakini tatu, kujitokeza kupima virusi vya ukimwi, kuchangia damu. Hali ya usalama ni kubwa na waheshimiwa wakuu wa wilaya wamejipanga vizuri katika maeneo yao kuhakikisha kwamba mikesha ya Mwenge, mbio za Mwenge katika halmashauri zao zinafanyika kwa amani, kwa salama, na washiriki wote wa Mwenge wanakuwa salama. Ninawashukuruni sana na asanteni sana. Nifikishieni salamu kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na halmashauri zote 8 za mkoa wa Mwanza.